Habari ya asubuhi ndugu waandishi wa habari. Awali ya yote nitumie nafasi hii kumshukuru Mungu. Ni muda mrefu hatujakutana kama wadau muhimu katika kuhabarisha umma. Lakini tunashukuru Mungu ametuhifadhi, ametupatia tena nafasi nyingine hii ya kukutana kama wadau wetu muhimu katika kuhabarisha umma wa Tanzania kuhusiana na kazi ambazo zinatekelezwa na ofisi yao ya TAKUKURU mkoa wa Tabora. Taarifa hii ninayowasilisha kwenu ni taarifa ya utendaji ya mwezi Oktoba mwaka 2025 hadi Disemba 2025. Na taarifa yetu ina kichwa kinachosema TAKUKURU yasitisha ukarabati wa shule ya msingi Mtendeni kutokana na uchakavu uliokithiri ili kuanza upya ujenzi huo. Ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Ili kudhibiti matumizi sahihi ya fedha za serikali na kuboresha maisha ya wananchi katika kipindi cha Oktoba hadi Disemba 2025, TAKUKURU ilifuatilia mradi wa ujenzi au ukarabati wa shule ya msingi Mitendeni ambapo ilishauri kusitishwa kwa ukarabati wa madarasa katika shule hii ya msingi Mitendeni ambao ungegharimu shilingi milioni 151. Ushauri huo ulitolewa baada ya ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za utekelezaji wa mradi huo wa maendeleo kubaini uchakavu uliokithiri katika jengo hilo la shule ya msingi Mitendeni ambao kama ungekarabatiwa usingekuwa na tija. TAKUKURU ilishauri kuvunjwa kabisa kwa majengo hayo na kuanza kujenga upya, ushauri ambao uliridhiwa na mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Tabora. Ni aliagiza jengo hilo kuvunjwa na ujenzi kuanza upya mara moja. Katika kipindi hiki cha Oktoba hadi Disemba, pia tulifuatilia matumizi ya fedha za utekelezaji wa miradi mitano ya maendeleo iliyopo katika sekta ya elimu, afya na elimu na afya, ambayo miradi hiyo jumla ilikuwa na shilingi bilioni 17,230,595,510. Ufuatiliaji wa matumizi hayo ulibainisha mapungufu mengine mbalimbali ikiwemo uchelewaji wa kukamilisha miradi hiyo, matumizi mabaya ya vifaa kinyume na BOQ. Na katika mapungufu hayo ambayo yalibainika, TAKUKURU ilitoa ushauri wa namna ya kurekebisha mapungufu hayo ili miradi hiyo irekebishwe, lakini itekelezwe na utekelezaji wake uendane na thamani halisi ya fedha zilizotolewa. Mapungufu hayo yanaendelea kurekebishwa na TAKUKURU tunaendelea kufuatilia utekelezaji wa ushauri ambao tuliotoa. Uzuiaji rushwa. Katika kipindi hiki cha Oktoba hadi Disemba 2025, TAKUKURU ilifanya chambuzi za mifumo ipatayo 3 katika sekta ya kilimo, biashara na maji. Chambuzi hizi ni pamoja na uchambuzi wa mfumo wa ukusanyaji wa mapato yatokanayo na leseni za biashara, uchambuzi wa mfumo wa uendeshaji na usimamizi wa magati ya maji katika manispaa ya Tabora, na uchambuzi wa mfumo wa utoaji na urejeshwaji wa mikopo kwa vyama vya msingi vya tumbaku. Uchambuzi wa mfumo wa utoaji na urejeshwaji wa mikopo kwa wakulima wa vyama vya msingi ulibainisha changamoto nyingi, hasa katika utunzaji wa kumbukumbu za mikopo na wakopaji, ukokotoaji wa riba, urejeshwaji wa mikopo hiyo. Uchambuzi huo umependekeza kuimarishwa kwa mawasiliano kati ya benki, vyama vya msingi vya ushirika na wakulima ili kubaini idadi halisi ya wanachama, kiasi cha mikopo na riba inayotozwa kwenye mikopo yao ili kuondoa malalamiko ya makato yasiyo sahihi ya mikopo inayofanywa na benki baada ya mauzo ya tumbaku.
Uchambuzi huu umesisitiza kuzingatiwa kwa taratibu za malipo ya tumbaku kuwa ndani ya siku 14 baada ya mauzo, kwa kuwa ucheleweshaji wa malipo haya utakaofanywa na makampuni ya ununuzi wa tumbaku basi zilipe riba ya 10% kwa kila siku wanayochelewesha malipo hayo, ili kupunguza mzigo wa riba kwa wakulima unaotokana na ucheleweshaji wa mikopo waliopewa na benki. Katika sehemu hii ya uchambuzi wa mfumo kuhusiana na mikopo kwa wakulima wa vyama vya msingi kwa wakulima wa tumbaku, tumeshafanya uchambuzi huu na kazi iliyobaki ni kukutana na wadau ili tuwekeane maazimio juu ya utekelezaji wa kile tulichokibaini katika uchambuzi huo, na lengo ni kuhakikisha kwamba wakulima wa tumbaku wananyanyuka kutoka katika lindi la umaskini walio nao, na kwa sababu dira yetu ni kufikia 25-50 ni kufikia uchumi wa kati, tunatamani wakulima wetu nao wanyanyuke katika kiuchumi. Nieleze tu kwamba ni kweli kuna shida katika miradi hii, lakini kwa nini miradi ya elimu na si miradi mingine? Kwa sababu pia hata mradi wenye fedha karibia bilioni 16 wa ujenzi wa chuo cha Mwalimu Nyerere pale Itonjanda nao pia una shida ya kuchelewa, sio ubadhirifu lakini kuchelewa. Lakini kwa nini miradi ya elimu? Kwanza tutambue tu kwamba elimu, idara ya elimu, kwa maana tunazungumzia shule za msingi, shule za sekondari, vyuo, zote hizo ziko katika kategori ya elimu. Ndiyo taasisi au ndio idara ambayo ina shule au ina taasisi nyingi zilizoko chini ya idara hii ya nini? Ya elimu. Lakini pili, ndiyo idara ambayo pia imepelekewa fedha nyingi katika kuhakikisha tunaboresha au serikali inaboresha miundombinu ya shule za sekondari, shule za msingi. Lakini pia kuna changamoto ya kutumia force account. Hii ni changamoto ambayo inasababisha pia miradi mingi wakati mwingine kuwa chini ya kiwango. Kwa nini? Force account inahitaji awepo msimamizi muda wote, kwa sababu tunatumia mafundi wetu hawa wa kawaida. Sheria ya force account inahitaji awepo either engineer au awepo tunaita fundi mchundo au technician, ambaye ndiye atakayeelekeza mafundi wale kufuata vipimo, kufuata michoro katika utekelezaji wa mradi. Sasa mara nyingi tunatumia force account kuokoa gharama, lakini wakati mwingine matokeo yake yamekuwa ni hafifu. Kwa nini anakuwa hafifu? Kwa sababu tuna wataalamu wachache wa kusimamia hiyo miradi katika kila stage ya ujenzi. Lakini wakati mwingine ni uzembe. Mathalani ili jengo la shule ya msingi Mitendeni, kama sio TAKUKURU kuingilia kati, na maana wale mainjinia wa halmashauri au manispaa wangeendelea na kukarabati jengo ambalo kwa kweli kama lingekarabatiwa huenda lingeshuka, kwa sababu boma limeshachoka. Lakini wao wakawa wanasisitiza waendelee kukarabati. Ndiyo, fedha iliyoletwa ni ya kukarabati, lakini baada ya kuanza kuwezua mapaa na kuangalia ukuta, ilibainika ule ukuta umechoka. Sasa kama wao ambao ni wataalamu pia walipaswa kumshauri mkurugenzi mapema kwamba badala ya kukarabati tunashauri tujenge, lakini wao wakawa na mshauri mkurugenzi waendelee na ukarabati. Sasa huo tunaweza tukatemu kama ni uzembe.
au wakati mwingine kutokuwajibika ipasavyo katika kutimiza wajibu. Hata hivyo, mpaka uamuzi, labda nitoe status pia ya mradi huu ikoje kwa sasa. Huu mradi ushauri ulitekelezwa, madarasa yale 4 yamejengwa upya na yapo katika hatua ya finishing, kwa maana kwamba kama tusingeingilia kati majengo yangekarabatiwa, lakini ile value for money isingeonekana. Kwa hiyo wakati mwingine upo uzembe wa watumishi wenzetu katika kufanya na kusimamia na kutekeleza wajibu wao. Kwa hiyo hayo ndio mazingira ambayo yamechangia pia, kwanza uwingi wa mradi, lakini pili uhaba wa watumishi wanaotakiwa kusimamia hasa ile inayotekelezwa na force ya county. Ni miradi michache inayotekelezwa na wakandarasi inakuwa na changamoto, lakini mingi inayotekelezwa na wakandarasi tunaona inakuwa na matokeo mazuri, unless mkandarasi awe amechakachua mradi kwa sababu ya mazingira, huenda naye ameumbwa rushwa. Lakini mingi inayotekelezwa na makandarasi wanajitahidi kuhakikisha hawaharibu